Hivi sasa tumepeana basari kiasi ya milioni 20 kwa mashule zote. Watoto 3,700 wamefaidika. Kulikuwa na application nyingi sana, zaidi ya 5,000. Ni kumaanisha kwamba bado kuna application kama 2,000 ambaye sikufikiwa, ambaye tumeahidi kwamba tunapopata pesa zingine tutaanza na zile tayari wameuliza kabla tujauliza application zingine. Pia tumeongea juu ya shida za shule, kwamba kumekuwa na migomo. Hapa kuna shule moja inaitwa Kiambere Mixed Secondary School ambayo ilichomwa na watoto, walichoma dormitory moja, na tulipoweza kuchunguza tukakuta kwamba ni vijana ambaye watoto wa shule ambaye wanasomea pale walikuwa na malalamishi yao na ikafanya wachome shule. Na ningetaka kuongea na wazazi, wakati watoto wanatoka shule wanaenda nyumbani, tafadhali ujue mahali mtoto wako wako. Kuna wengine wanawachilia mtoto anaenda kwa biashara ya miraa, wengine wanawacha mtoto anaenda kwa biashara ya mchanga. Hakikisha unajua mahali mtoto wako. Sheria hairuhusu mtoto ambaye hajafikisha miaka ya kuandikwa kazi, hiyo inaitwa child labor. Usiwachilie mtoto kwenda kufanya biashara na kupata pesa. Huko ndio watoto wanafundishwa kutumia madawa, kutumia bangi, na diposa wanaingia shule wanaanza kufanya maovu. Nikishasema hivyo, pia ningetaka kuomba community yote, wazazi, principals na viongozi, ni jukumu yetu sisi wote kusaidiana kulea watoto kwa njia ipasavyo. Kwa sasa hivi nimeridhika kwamba mashule zote area hizi zimeanza shule vizuri. Maprincipal wote walikuwa hapa, wameanza hii muhula vizuri. Wazazi wamekuja, wameconfirm, na nafikiri sababu tulikuwa na Director of Education hapa, tumeongea mengi, na hii itakuwa ni vizuri sana. Tumeanza mwaka vizuri, tunaomba waendelee namna hiyo. Community ni vizuri kusema wasiwasi. Hii hela ambaye serikali inatoa ndio mjengewe classrooms, ndio basari ilipwe. Kama ipatikane, kama serikali haileti, itabidi mzazi atafute hiyo pesa. Hiyo classroom ama dormitory inachomwa, serikali isipojenga, itabidi mzazi atoe pesa yake ajenge. Wazazi na community, na waomba muwe na appreciation, mu appreciate what the government is doing, kwa sababu msipofanya hivyo mtawacha peke yenu na hiyo pesa nyingi mnatoa. Sasa kumetoka policy kwa Ministry of Education kwamba kama shule imechoma na watoto, wazazi ndio wanalipa. CDF haiwezi kuja kuleta pesa hapo, serikali itarudi hapo kwa dormitory kujenga tena. Kama wamechoma dormitory ya milioni 20, wazazi mjue hiyo mzigo nyingi ndio utabeba. Sana sana ule mtoto ama mtoto amehusika directly kwa kufanya maovu hayo. Kwa hivyo ni jukumu yetu sisi sote kuchunga mali ambayo tunapewa na serikali kwa njia zote. Tumesikia kwamba SRC imeapprove MCAs wapewe car grant ya milioni 2. Ni nzuri. Walakini wamesema kwamba MCAs ambaye walisafu hapo mbeleni hawatapewa. Wamesema pia MCAs ambao watakao chaguliwa mwaka ujao hawatapewa. Na hiyo inatatiza. Mbona hawa wanapewa na wengine wapewi? Na kwa sababu hii iliulizwa kwa mkutano ya BBI, inaonekana wazi hii inakaa kama ni hongo ya kupitisha BBI ambaye si halali, si vizuri. Haifai pesa ya wananchi kutumiwa hivyo. Kama ni haki MCA apate, basi iweko kwa sheria.
iweko kwa sheria kwamba MC yoyote ambaye atachaguliwa atapewa pesa ya gari, lakini si kwamba milioni 2 kila mtu apitishe. Je, wakipitisha, kwa sababu hiyo constitution lazima itarudi kwa wananchi, watapewa hao wananchi wangu wote kila mtu milioni 2? Basi kama wako nazo waletee kila mtu, basi kila mtu apate milioni 2 ya apitishe. Mambo ambayo inafanyika sasa hivi ukweli ya usemwi, tuambiwe ni kwa sababu gani hii BBI inapitishwa. Mambo ambayo anasema tunafaidika, constitutions mpya tayari katika constitution yoyote ambayo inapitisha watu wapigaji kura zaidi ya 100,000 inatakiwa igawe kwa kisheria. Kama ward imepitisha 20,000 voters inatakiwa igawe kwa kisheria. Kwa hivyo hakuna sheria mpya hapo. Hata kama kuna BBI, hizo constituency bado zitaongezeka kwa sababu sheria iko hivyo. Pesa ya mashinani ambayo nasema wameongeza kutoka 15% kwenda 35%. Iko kwa sheria kwamba serikali kuu itagawa pesa ambaye haiwezi kuwa chini ya 15%, kumaanisha kwamba wanaweza kugawa hata 50%. Kwa hivyo hakuna sheria pale, wanaongeza. Watuambie ni kwa nini, ni kwa faida ya nani, kwa manufaa ya nani? Hii sheria inaletwa kwa nguvu na inasemekana kwamba lazima tuipitishe. Kama ni mambo ya nani atakuwa rais kesho, wananchi watachagua, na wananchi wako na akili, wanaona, wanajua, wale wanaosimama na wajua, basi watapiga kura. Kwa hivyo mimi sioni haja ya kutumia hela nyingi kwa wakati wa corona. Watoto wako na shida, wazazi, biashara zimeharibika, na tunaenda kwa uchaguzi mwingine tena, tunaongeza mwingine hapa Juni. Next year tunaingiza ingine. Ni mzigo ambaye ifai kwa wananchi. Watoto wameingia na mambo mengi. Wazazi, ningetaka kuambia watoto wameingia na hasira kwa shule. Our principals mnaona hawalali kwa sababu ya kufikiria mambo ya shule zao. Mmesikia ile maneno ambayo imetokea hata Mbeere South, tumeguzwa, na tungetaka kuomba tushikane mikono kama wazazi, kama board of management, parents association, tushikane mikono, atuongee na wazazi, tuchunge mashule yetu, kwa sababu vile tuko hapa tumeketi sasa, kuna shule moja ilichomwa ya Mbeere South. Na sasa ningetaka kuambia shule kuchomwa inakuanga hasara kubwa, na hasara kubwa sana, kwa sababu kama hiyo shule imechomwa, tulihesabu ile hasara tulipata ikawa ni ya 1.2 million. You can imagine 1.2 million inapotea just like that. Kwa hivyo ningetaka tushikane mikono, board of management. Tunasema wakati huu principals waanze kuita board of management wakuja kwa shule waongee, waone namna gani. Waite parents association wakuje waongee, waone namna gani. Pia makanisa tuende kwa shule tuongee na wanafunzi, tuwaelezee umuhimu wa kuchunga resources. Kama sasa tumekuja kushukuru mheshimiwa vile amesaidia masomo, lakini ikiwa atasaidia halafu inachomwa, tutakuwa tunaendelea kweli? Hatutakuwa tunaendelea hata kidogo. Na nimesema watoto wamekuja na mambo mengi. Jana nilipigiwa simu kutoka kwa sub county ingine, kwa hii county. Nikaambiwa kuna mtoto hata alipatikana na risasi kwa shule. Risasi. Nauliza, hii shida ya watoto inatoka wapi? Lakini tunajua ile wakati mwingi walikaa nyumbani, waliona mambo mengi, walipitia mambo mengi, na pia tukaona
Wajua before COVID kuja tulikuwa tunaulizana ni nani ambaye hafanyi kazi yake. Na wakati mwingine watu walikuwa wanasema ni walimu hawafanyi kazi. Lakini wakati watoto wamekaa nyumbani kwa hiyo miezi yote, tumejua ni nani ambaye hafanyi kazi yake. Tumejua kabisa ni nani ambaye hafanyi kazi yake. Walimu hapa wanafanya kazi yao, na ndio nakwambia hata saa hizi hawalali wakifikiria watafanya namna gani. Kwa hivyo wacheni tushikiliane na kila mtu afanye kazi ambayo ni yake. Mambo ya drugs, mheshimiwa, imekuwa nyingi. Nimeshtuka siku hizi, hata tulikuwa tunaisikia tu kwa secondary that watoto wa form 2, form 3 wanavuta bangi. Saa hii mheshimiwa, the other day nilipigiwa simu kutoka shule moja ya primary. Watoto wa class 6 walikuwa na bangi kwa shule. Wengine wa shule nyingine na hapo walikuwa wamenunua petroli wachome magari ya walimu. Primary class 7. Hatuelewi shida iko, lakini tunajua shida iko wapi. Hiyo wakati watoto walikaa nyumbani, kwa sababu kuna watu ambao hawakufanya kazi yao, ndio tunaona hii mshinda zote mheshimiwa. Lakini tunaomba ya kwamba tukishirikiana nao watoto wote wako shule hatutapata suluhu. Niseme asante sana mheshimiwa kwa kupanga hii mkutano na kutupatia basari. Najua kutoka hapa kila mtu ataenda na cheki yake, na hii cheki itasaidia sana kwa sababu mheshimiwa, wazazi hawalipi school fees, lakini tunaelewa vile situation iko after COVID, tunaelewa. Lakini tunaomba pia vile tumesaidiwa na mheshimiwa, nao wazazi wajikakamue. Ile kitu mtu anatakiwa kulipa alipe kwa shule, ili principals wayo na easy time. Ningetaka pia kushukuru mheshimiwa that now you have found it very necessary to involve us as ministry. There is a committee, and that committee was not introduced, Professor. That committee was not introduced, and I am a member of that committee. And I feel so good that I am a member of that committee. I want the principals to know that we have been involved in one of the committees. I think it is the committee ile iko katikati, kwa sababu kuna ile committee ya village na kuna ile ingine ya juu. Hapa katikati kuna committee ingine, and we are a member. And the other ambassador committee, and I attended a meeting the other day here. And I was very happy when I attended that meeting, because I was able to know a lot of things about what happens, about the process of awarding at the bursary. I was very happy. And I looked at that form that is a field. I also looked at the process, and I inquired, and I got a lot of information. And I gave some recommendations. That form, when I looked at it, I found that there is nowhere the principal was feeling something. And I said, it is the principal who knows the child. These principals know their children very well. And they know the children who are needy and those that are not needy. Wanajua wale wazazi wanaweza kujikakamua na wale ambao hawawezi. Kwa hivyo ningetaka hiyo form iangaliwe tena, kuwe na pahali ambapo principal atajaza. And that way you'll be able to get very good information. And that information will be able to assist at the committee. Because the importance of the bursary is to ensure that you give to the right children. Kwa sababu kutakuwa na maana gani ikiwa mheshimiwa kuna wazazi watapewa na wanaweza kulipa fees bila kusaidiwa. Hii pesa inatakiwa iende kwa the very needy and the children who deserve. And that way we shall ensure that all children go to school. Because ikiwa kuna kitu ya maana unaweza kupea mtoto dunia hii ni masomo. Usipopea mtoto masomo, huyo mtoto amepotea. So education is very important, and education is key. And we want every child to go to school. Hatungetaka hata mmoja aachwe nyuma. Pia mheshimiwa, niliomba that hata mkipeana pesa yote ya bursary muwe mnabakisha
pesa ingine kidogo inakuwa hapa ya kuwasaidia. Those are children who at times are not a considered. I don't know whether you know, we have these children who are so much disadvantaged. Na sana ni orphans. At times they do not even get to know when the forms are being filled. They don't even get to know where these forms are gotten from. And therefore, even when the forms are filled, they are left out. And at times they come at our office. And at times when they come, we do not know what to do with them. Others are referred to us by the principals. We do not know what to do with them.